Watu wanakataana. Tunakujali ukiwa na hela tu Casti. Ukiwa te shauri yako. Mimi bwana nilikuwa najua haya mambo. Ni kwetu tu. Ni kwetu tu. Kwa kila mtu ndo mambo ya kila mtu. Bwana watu kukukataa. Dalali. Binadamu ndivyo walivyo. Mheshimiwa Kigwangalla, waelewe binadamu ndivyo walivyo. Tutakuja tuzungumze kwa sababu siku ya jana tumeweza kumshuhudia aliyekuwa waziri, aliyekuwa mbunge hapa kwetu nchini Tanzania, na wizara mojawapo ambayo alifanya vizuri kabisa na ikaweza kuweka training kwa ni wizara ya utalii, ambapo alidili na wasanii wengi sana, na wasanii wengi sana aliwapa madili na wamemkataa, ili na wao wamemkataa. Wasanii mmemkataa mheshimiwa kweli? Na huku walikuwa ni wanae wana kabisa. Hasta kuna kitu cha kujifunza kikubwa. Hii dunia ina mambo. Dunia ina mambo. Bwana unaimba dunia ina mambo. Unaimba dunia ina mambo. Hii ni special dedication tunamwambia mheshimiwa Kigwangalla, kaza, lakini pia jua kwamba dunia ndo ina mambo, na hiyo ndiyo dunia. Lakini mheshimiwa alikuwa motivational speaker. Aisee, clip imenisikitisha. Na mimi namuelewa kwa sababu wanaume walio wengi hiyo situation anayoipitia tulishaipitia. Alafu mimi nilichopenda bora kusema. Amefunguka, ametoa la moyoni, bora kusema. Ukikaa nalo tusingeelewa. Mimi wana walinikataa bila kusema. Singekuwa hapa. Jamani, tunawaomba sana wana, acheni tabia ya kuwakataa wana, kwa sababu maisha yana ku rise and fall. Baadaye tutakuja tuichambue kiundani story hii ya mheshimiwa Kigwangalla, lakini pia ameingia mfanyabiashara anaitwa Chris Lucas. Naye kafunguka kulingana na hii situation. Kwa hiyo hii kitu ni moto. Naye kaongea? Baba. Naye kafunguka ya kwake, kamkumbusha mheshimiwa kwamba hivi, do you remember ulipokuwa na cheo? Mimi leo siogopi, nitalizungumzia swala. Siogopi.